Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-mukarramin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nilipokuwa naangalia kati vijana wanapotoa kaswida, mikono na wengine wanawaangalia kwa mshangao. Yani mtu kaswida inatolewa, wewe unashangaa. Yani mtu amedua, hakuna harakati yote ambayo kwamba alikuwa ako nayo, bali unaangalia tu kabla ambapo kama anatoa kaswida pasina kufanya jambo lolote. Nikakumbuka kauli ambayo kwamba Samatu Sheikh walitangulia kusema, kuna wengine walikuwa bado hawajajiandaa, ni kama wameshtukizia kama haya mazazi ya mtume yamekuwa yenye kufika. Kaswida inapotolewa, shairi inapotolewa, kuna sehemu ambazo kwamba hata kama hauijui, at least unatingika kidogo tu. Hata kama hauijui, yani unaipatia support ile kaswida na ile shairi pia unaipatia support kidogo. Ndio unakuta nyimbo nyingi watu pengine zimetungwa ndio leo, zimetoka jikoni leo, lakini unajitahidi. Wala hautakiwi kushangaa, watakiwa kushangilia. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Namna mwendesha ratiba alipoanza kwamba leo ni siku adhim, usiku wa leo ni usiku mtukufu, ni usiku ambao kwamba ulimwengu ulishuhudia maajabu ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ameandaa. Na taban tumekuwa na mazungumzo mchana wa leo ambayo kwamba yale mazungumzo yalitufikisha, ama tulianza kwa kuonesha kabla ya usiku wa leo, kabla ya kuzaliwa Mtume Muhammad, hali ilikuwa vipi katika siku za nyuma, katika maisha ya Waarabu na wasiokuwa Waarabu, namna walivyokuwa wanaishi. Na tukahitimisha kwa kuona kwamba kwa nini mtume aliweza kufaulu kupita katika maisha kama hayo, na ili hali yeye alikuwa Mwarabu. Tukajua kwamba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amemwandaa, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amemtengeneza, kwa sababu huyu anakuja kuokoa umma, kutengeneza umma. Kwa hivyo lazima awe juu ya tabia ya kila mmoja. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ewe mtume, ewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Hakika tumekutuma sio kwa lingine, ili uwe ni shahidi kwa umma huu, na uwe ni mwenye kuwabashiria yale ambayo kwamba ni mema, na uweze kulingania kwa njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na uwe wewe
ndio taa ambayo kwamba inawamulikia sehemu ambayo kwamba wanakwenda. Wewe uwe ndio nembo ambayo kwamba wanaweza kuitumia katika hali ya kujua maisha yao na kujua ni nini ambacho kwamba watakiwa kukifanya. Na tukaona zile sheria ambazo kwamba Mtume alikuja nazo, tabaan Qur'an al-Karim. Tukaona kwamba yote ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka ndani ya Qur'ani na akatuamrisha tuyafanye yana maslahi kwetu sisi. Na yote ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza tusije tukayafanya, kuna uharibifu na kuna mafsada kwa jambo kama hilo. Kwa hiyo na si lazima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambie nimesema hii kwa sababu ya hii na hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anapotoa amri basi inakuwa ile amri ya kutekelezwa. Ndiposa ikawekwa kaida ama sheria inayosema halalu Muhammad halalu ila yawm al-qiyamah wa haramu Muhammad haramu ila yawm al-qiyamah. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Kila ambacho kwamba Mtume Muhammad alikuwa ni mwenye kuhalalisha, kila ambacho kwamba Mtume Muhammad amekuwa ni mwenye kupitisha, itabakia hivyo hivyo hadi siku ya kiyama. Na kila ambacho kwamba kimeharamishwa hivyo hivyo kitabakia hivyo hadi siku ya kiyama. Hata kama watu watajaribu kutenda yale ambayo kwamba yanaenda kinyume nayo, wanasema ikiwa jambo ni la haki na la kweli na la halali, hata kama watu hawatakuwa ni wenye kulitenda jambo lile, litabakia vile vile likuwa ni jambo la haki na jambo ambalo kwamba ambalo natakana watu walitekeleze, hata kama watu watakuwa hawalifanya. Na jambo la haramu, hata kama watu wote watakuwa ni wenye kuliendea jambo lile la haramu, ile kuendea kule kwa watu kwa wingi haiwezi ikabadilisha jambo lile likawa ni jambo ambalo kwamba ni la haki, jambo ambalo kwamba ni la ukweli. Badala yake inabakia kama ni uongo, unabakia kuwa ni ule uongo. Hata kama watu watashawishika na jambo lile, linabakia kuwa ni jambo la uongo ambalo kwamba watu wanaweza kujiepusha nalo. Kile kisa ambacho kwamba pengine tumekitoa hivi majuzi, yule bwana aliyedanganya watu kuwa kwa mfalme kuna chakula, kwamba yeye ameanza kusema, akaona hebu acha nipime watu akili zao nione wako namna gani. Akawaambia kwamba kwa mfalme kumeandaliwa chakula. Watu wakijua kwamba kwa mfalme kama kuna chakula, kwa hivyo watu lazima wakimbie mbio. Kwa mfalme kuna vitu vizuri vizuri. Kwa hivyo kila mmoja akawa ni mwenye kubeba mfuko wake na kujiandaa na kila kitu ambacho kwamba ni vijiko na kadhalika kwa ajili ya kwenda kufanya kuchukua chakula kwa nani? Kwa mfalme, ama kula hiyo lunch kwa mfalme. Watu kijiji kizima walitoka, akabakia yeye peke yake, yule ambao kwamba alianzisha ule uongo. Ikafika mahali akajiuliza, bana, inawezekana ni ukweli? Inawezekana ni ukweli kweli kuna chakula kwa nani? Kwa mfalme kule. Sasa hebu angalia uongo aliotoa, watu wote katika kijiji wameathirika nao, kiasi kwamba yeye ambao kwamba ni muongo, ule uongo umemwathiri pia yeye. Kwa hivyo pia yeye akaingia kwa nyumba mbio mbio kuchukua vifaa ambavyo kwamba vya mwanini, kama ni sahani, ni kijiko, pia akachukua na kukimbia. Na yeye ndiye aliambia watu kwa mfalme kuna nini? Kuna chakula. Sasa watu wanapofika kwa mfalme wanashangaa, hakuna lolote. Na yeye ambao kwamba alianzisha ule uongo
pia naye amefika kwa mfalme kwa gate pale anasubiri. Kwa hiyo nasema kwamba salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Nasema kwamba jambo ambalo kwamba ni la haramu, jambo ambalo kwamba halistahiki katika maisha, ikiwa hata kama watu wote wataliendea kufanya lile jambo, haliwezi kamwe likabadilika likawa ni jambo la ukweli, na jambo ambalo kwamba ni la ukweli, hata kama hakuna mtu atalisimamisha, inabakia kuwa ni ukweli. Halalu Muhammadin halalu ila yawm al-qiyamah, wa haramu Muhammadin haramu ila yawm al-qiyamah. Halali ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam itabakia ni halali hadi siku ya kiyama, hata kama watu watakuwa hawaitekelezi. Na haramu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea, ameweka ni haramu hii, hata kama watu wote wataifanya, basi inabakia kwa ni haramu. Mtume wa Mwenyezi Mungu anamwambia Imamu Ali, ama anaambia mmoja katika masahaba, anamwambia watu wote wakielekea njia, na uone Imamu Ali alayhi salam ameelekea njia, hata kama yuko peke yake, fuata njia za Imamu Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Kwa hivyo haijalishi wingi wa watu umeelekea upande gani, kinachojalisha ni ule uhakika na ule ukweli ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka. Sasa dini hii Uislamu ambao kwamba Mtume Muhammad alikuja nao, kwa sababu yeye Mtume alipozaliwa sio eti kwamba tuseme kwamba ndio Uislamu, yeye alikuwa Uislamu, yani Uislamu umekuwepo, yeye kuzaliwa ni kule tu kuanzisha rasmi, lakini Uislamu umekuwepo tangu Mtume Muhammad akiwa tumboni kwa mama yake ama katika ulimwengu mwingine. Kwa hiyo tunapokuwa tunachukua Uislamu, tujue kwamba tunachukua mwenendo ama fikra ama taratibu ama katiba ambayo kwamba imekamilika, katiba ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe aliahidi kuweza kuilinda. Kwa hivyo kwanza tujue kwamba tuko katika sehemu ambayo kama ni sahihi. Tujue kwamba wewe ukijua kwamba wewe ni Muislamu, jua kwamba uko katika njia ambayo kwamba ni sahihi. Na taban ukijua kwamba wewe ni mfuasi wa Ahlul Bait, jua kwamba uko katika tariqul mustaqim, uko katika njia ambayo kwamba inatakikana. Wala usiondoe shaka, wala usiweke dhana. Jua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka Uislamu huu, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaahidi atakuwa ni mwenye kuulinda. Kwa hivyo tuko na chombo ambacho kwamba ni imara. Tuko na chombo ambacho kwamba ikiwa tukishika sawa sawa, lan fiswamala, hatutakuwa ni wenye kutetereka, hatutakuwa wenye kupotea, tukiwa tuushikilia Uislamu katika njia ambayo kwamba ni sawa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba ili muweze kushikilia huu Uislamu sawa sawa, ili muweze kushikilia chombo hiki sawa sawa, ni lazima kwanza muweze kumtambua na muweze kujadidisha nini imani yenu kwa mtume wake, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, sema kama nyinyi mnasema kwamba mnampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, nifuateni mimi. Mtume Mwenyezi Mungu anasema yuhibbukumullah wa yaghfiru dhunubakum. Ikiwa mtamfuata mtume, basi mtume atawasameheni madhambi yenu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
atakuwa ni mwenye kuwapendeni. Kwa hivyo sharti ni kwanza tumfuate mtume na tumsikilize mtume, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala automatiki atakuwa ni mwenye kutupenda, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kutusamehea madhambi yetu ambayo kwamba tumekuwa ni mwenye kuyatekeleza. Sasa mtume wa Mwenyezi Mungu ni nini ambacho kwamba anataka sisi tukifanye? Wasema kumfuata mtume. Kumfuata mtume ndio kufanya nini? Kumfuata mtume ni kuchukua maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Yale ambayo kwamba mtume ametuamrisha tukashikamana nayo, na yale ambayo kwamba mtume ametukataza tukawachana nayo, tukayaweka na tukayatendea kazi. Mtume anasema kwamba ikiwa mtafanya hivyo, takununa mulukan fil janna, mtakuwa wafalme pale peponi. Ikiwa tutayashika na kuyatendea kazi, na ikiwa tutayawacha yale ambayo kwamba yameharamishwa, basi tutakuwa wafalme pale peponi. Mfalme ni mtu wa aina gani? Hebu tukiangalia. Unaposema mfalme ni mtu wa aina gani? Mfalme ni mtu ambaye kwamba yeye huduma nyingi anakuwa ni mwenye kuhudumiwa. Yeye amekaa starehe. Huduma nyingi anapokea kutoka kwa wale ambao kwamba wako chini yake. Yeye huku amestarehe. Anakuwa ni bwana mkuu. Anakuwa ni mtu mwenye kusifika. Akisema niletee hiyo, anakuwa ni mwenye kuletewa. Sasa mtume anatuambia ikiwa tutamsikiliza, ikiwa tutamfuata, tutakuwa wafalme pale peponi. Tutakuwa tunahudumiwa na vijana ambao kwamba ni wenye kupendeza. Unaangalia wakati mwingine katika makampuni mbalimbali na baadhi ya maeneo, wanapotaka yule biashara zao, ama ukiangalia katika vyombo vya habari, wanapotangaza biashara, mara nyingi wanatafuta mtu ambaye kwamba wanaona kidogo anakuwa ni mwenye kupendeza katika maumbile yake. Wanatafuta kama biashara zile za wakina mama wanapiga picha za mafuta na nini, wanajaribu kuangalia mwanamke ama msichana ambaye kwamba ni mwenye kupendeza, wanamweka pale. Ukiangalia kwa baadhi ya mahoteli na baadhi ya maeneo, wanapotaka biashara zao pengine zitembee, wanatafuta yule ambaye kwamba kidogo anakuwa ni mwenye kupendeza, ndio aweze kuvutia nani? Aweze kuvutia wale makastoma wale. Hawezi chukua mtu ambaye kwamba masaa 24 ni mwenye kununa wala hajielewi, unamweka pale ndiye ndio kukaribisha wageni, ima ni katika duka ama ni kani, wateja watatoroka. Lazima wewe ni mtu ambaye kwamba anatabasamu, anabashasha. Mtu kama huyu anaweza kukaribisha wale wageni, wale makastoma anaweza. Sasa hebu angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuwekea inshallah tutaingia peponi. Anatuwekea wahudumu ambao kwamba wanakuwa ni wenye kupendeza. Anasema yatufu alaihim wildanul mukhalladun, wakizungukwa na vijana ambao kwamba wanapendeza pale peponi. Anasema ukiwaangalia wale vijana, anasema nini? Idha ra'aitahum hasibtahum lu'lul manthur, ukiwaangalia unaona kama ni lulu ambazo kwamba zimefanya nini? Zimetawanywa. Yewe hata kama unahudumiwa, ukiwaangalia wale vijana ambao kwamba wanatoa huduma, khidma pale peponi, wewe mwenyewe kuangalia unafanya nini? Hata kama ulikuwa unasikia njaa kidogo, unasikia tayari umeshiba tayari. Swali la Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad.
Haya maneno ya Mwenyezi Mungu anasema, wa idha ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manshumanthur, ukiwaona utadhani ni lulu, vitu za kupendeza ambazo kwamba zimetawanywa. Hawa vijana anasema wanatembea wakiwa na vikombe, wakiwa na glass, wananywesha watu min kasin kana mizajuha kafura, wakiwa na vinywaji ambavyo vimechanganyiko hapo kwamba ni kupendeza, kafuru kidogo imewekwa hivi, ukinywa unasikia kidogo umefurahia. Wakati huo wanasema, Mwenyezi Mungu anasema, wakati huo unakunywa hizo vinywaji, umeegemea katika kiti chako unafurahia, muttakiina fiha ala al-ara'ik, umeegemea katika kochi lako, umefanya nini? Wewe unafurahia. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kwa sababu gani? Wewe ni mfalme. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa sababu gani? Wewe ni mfalme, wewe ni mtu mkubwa. Mwenyezi Mungu anakupatia khidma, amekuandalia khidma kama hiyo. Na sio hayo tu, anasema la yarauna fiha shamsan wala zamharira. Ukiangalia katika zile movie za Nigeria, kuna wale ambao kwamba wanajiita wanakaa katika zile nyumba za kifalme zile za kina Oga. Wewe unaona kuna mtu wako nyuma yake anampepea, kuna kitu inakaa ile sijui inaitoka namna gani ile kitu hiyo. Hiyo ambayo kama sijui nyinyi mnaijua. Unaona afanya nini? Anampepea, yuko nyuma yake. Anampepea yule ambaye kwamba yuko katika nyumba ile ya utawala ule, anasikia vizuri, hasikii joto wala hasikii baridi. Mwenyezi Mungu asema la yarauna fiha shamsan wala zamharira, anasikia vizuri kabisa. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Kwa sababu gani? Wewe ni mfalme, Mwenyezi Mungu anakuwekea khidma kama hii. Na haitoshi hiyo tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema anakuvisha mikufu ya fedha, yani unaonekana unapendeza. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa hullu asawira min fiddatin, amevishwa mikufu ya fedha. Unaona wewe bwana anakuwa mwenye kupendeza pale peponi. Jamani, swalini Mtume. Allahumma salli ala Muhammad. Hii yote tutaipata hii yote kwa sababu gani? Ni nini ambacho kwamba tutafanya ili tuweze kufikia haya yote ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia? Mtume anatuambia, nisikilizeni na munifuate, takununa mulukan fil janna. Mkinisikiliza na kufuata maamrisho yangu, mjue kwamba msiweke mjadala halalu Muhammadin halalu la yawmil qiyama wa haramu Muhammadin haramu la yawmil qiyama. Usiwe na mjadala, usianze kuuliza ni kwa nini. Maadamu umeambiwa ni haramu, maadamu umeambiwa ni halali, basi wewe unakuwa ni mwenye kushikamana na njia ambayo kama inatakikana. Tukifanya hivyo, Mtume anatuambia hii khidma yote na huduma hii yote ambayo kwamba tumeitaja, basi tutakuwa ni wenye kuipata katika nini? Katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo haya yote ambayo kwamba tunazungumza, hivyo ndivyo yatakavyobakia. Hata kama watu watajaribu kuweza kuyapinda, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi atakuwa ni mwenye kulinda hii katiba, atakuwa ni mwenye kulinda Uislamu, bali atakuwa ni mwenye kuzilinda hizo sheria ambazo kwamba alituwekea. Akasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi ndio ambao kwamba tumewapatia hizo sheria, sisi ndio ambao tumewapatieni utajo huu, na sisi tutakuwa ni wenye kuulinda. Kwa hivyo tumesema kwamba hata kama watu wote wataelekea njia hiyo ambayo kwamba ni ya batil, wala jambo hilo haliwezi likabadilika likakuwa la haki. Hata kama mtu mmoja ataelekea katika njia ya haki, basi haki itabakia hivyo hivyo kuwa ni haki.
Kwa hiyo Uislamu ulipofika na haya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia, kwa sababu tulisema pale mapema mchana kwamba haya ambayo kwamba tunayazungumza katika kabla ya kuja mtume yalikuwa yamepotoka, mambo yalikuwa ni mengi ambayo kwamba si ya kupendeza. Na tumeyazungumzia kidogo mchana. Wamejaribu kuyafutilia mbali, wamejaribu kwamba watu waendelee kubakia katika njia ambazo kwamba walikuwa wako nazo, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaahidi kwamba mimi ndiye ambaye nimeweka njia hizi na nitakuwa ni mwenye kuzilinda. Yuriduna ayutfi'u nura Allahi biafwahihim, wametaka kuizima na kuipotosha njia ya Mwenyezi Mungu kwa ndimi zao. Wa ya'ba Allahu illa ayatimma nura, na Mwenyezi Mungu anakataa, anasema itabakia hivyo hivyo ila yaumil kiyama, walau kariha al-mushrikun walau kariha al-kafirun. Hata kama makafiri watakuwa ni wenye kuchukia, hata kama mushrikini watakuwa ni wenye kuchukia, njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itabakia kuwa imara. Ni sisi tu kuweza kushikamana na njia kama ile na kufuata yale ambayo kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali, anatuonesha huu Uislamu, hizi sheria ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea ziko namna gani, thamani yake ama thamani ya Uislamu huu. Ndio wakati wewe unaposhikamana na Uislamu ujue kwamba uko sehemu ambayo kwamba ni sahihi, wala usitie shaka ndani yako kabisa. Imam Ali katika hotuba yake, hotuba namba 105, anatuambia akizungumzia kuhusu Uislamu, anasema, anaanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema alhamdulillahi alladhi shar'a al-islama. Kwanza anasema anamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameweka Uislamu, ambaye ameanzisha Uislamu, ambaye ameweka fikra hizi za na mwenendo huu ambao kwamba ni wa kumpwekesha Mwenyezi Mungu, na mwenendo ambao kwamba tariq ambao kwamba itawapeleka watu hadi katika janna. Anasema fasahala shari'ahu liman waradahu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya zile sheria zikakuwa nyepesi kwa mtu ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuzidiriki, liman hadharahu, mwenye kuzikutana nazo. Sasa wakati mwingine mtu unaona sema Uislamu unaona kama sheria zake ni nzito. La, Imamu anasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya sheria hizi zikakuwa nyepesi. Wewe tu ndio unaona kama sheria hizi zina uzito, lakini Imamu anasema ni sheria ambazo kama ni nyepesi. Anasema wa'azza arkanahu ala man ghalabahu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaziimarisha misingi yake, akaimarisha ile mizizi yake kwa yule ambaye kwamba anataka kujaribu kuzing'oa na kuzifutilia mbali. Wewe unadhani kama Uislamu haungekuwa imara, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asingeliweza kuzimarisha nguzo za Uislamu, Uislamu leo hii haungekuwa ni kutufikia? Wanajaribu usiku na mchana namna wanavyoweza kuzing'oa, namna wanavyoweza kuzivunja zile nguzo za Uislamu. Usiku na mchana maadui Uislamu hawalali, wanafanya kila wawezalo. Lakini Imamu Ali anatuambia kwamba wa'azza arkanahu ala man ghalabahu, amezifanya zikakuwa imara zile misingi na mizizi ya dini kwa yule ambaye kwamba atakuwa amezichukua. Hauwezi kutetereka wala kuyumbayumba ama kuyumbishwa, kwa sababu umeshikilia sehemu ambayo kwamba ni imara. Wanasema faj'alahu amnan liman aqilahu,
na akajalia Uislamu ukawa amani kwa mtu ambaye kwamba atashikamana nao, man ta'allaka bihi. Wewe ukawa umeshikamana na Uislamu vizuri namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotaka, basi utakuwa na amani katika maisha yako. Wale ambao kwamba wako nje ya Uislamu, tunaona kwamba namna wanavyohangaika na namna wanavyotapatapa. Ni wangapi ambao kwamba wanajiua kwa kukosa matumaini ya maisha yao, kwa kukosa mustakbali wao, wanaona future yao haiwapeleki mahali, future wao haiendi mahali. Kwa hiyo wanasema future yetu imeenda. Sasa mtu anaamua kujiua. Ni wangapi? Angalieni kama taifa ambalo kwamba tunaona kama Tibet ndio taifa ambalo kwamba lenye kuendelea, mfano Marekani, unaambiwa kila kuchao vijana wanakuwa ni wenye kujiua, kwa sababu wanaona kwamba maisha haya hayawapeleki mahali. Lakini Imam Ali anasema kwamba ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kushikamana na Uislamu sawa sawa, basi mtu huyu atabakia na amani katika maisha yake. Wanasema wasulaman liman dakhalahu, na inakuwa ni ngazi Uislamu. Wewe ukikuwa Muislamu, ukikuwa umekumbatia Uislamu, Uislamu unakuwa ni ngazi ya kukutoa katika sehemu moja na kukuvukisha katika sehemu nyingine. Wanasema wa burhanan liman takallama bihi, na inakuwa ni burhan, inakuwa ni nini? Yani ile dalili ambazo kama iko wazi kwa yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kushikamana nayo. Jamani, ni mengi ambayo kwamba pengine tulikuwa tumeandaa, lakini naona muda pia si wetu wa kuweza kutuelekeza yote ambayo kwamba tulikuwa tumeandaa. Na tulisema kwamba ni mengi ambayo kwamba tulikuwa tumeandaa, lakini naona pia hatutaweza kufika mwisho wake. Almuhimu ni nini? Almuhimu siku ya leo ni siku ya kujadidisha, ya kufanya upya mapenzi yetu kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Siku ya leo ni ya kujadidisha, kumpokea mtume upya. Kama kuna maana ambapo kwamba ulikuwa umeteleza, kama kuna haramu ambapo kwamba ulikuwa umefanya, kama kuna chukizo ambalo kwamba ulikuwa umeiegemea, ukamwomba Mwenyezi Mungu msamaha na ukaanza kumfuata mtume wa Mwenyezi Mungu fresh, basi hiyo ndio jambo ambalo kwamba ni la muhimu katika siku ya leo. Maana ambapo kama tumekosea, tukakuwa ni wenye kuparekebisha katika usiku wa leo na mambo yetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukaweka nia kwamba tunataka mwaka huu baada ya kuzaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kututengenezea njia zetu. Mwenyezi Mungu anasema kuna katika dua tunasema, Mwenyezi Mungu anasema hatukuwa ni wenye kuadhibu na ili hali wao wanafanya istighfar, ama ili hali wao wewe mtume wa Mwenyezi Mungu uko ndani yao, uko katika nyoyo zao. Hatutawaadhibu wala hatutawafanya kitu kibaya, lakini ni wakati ambapo kwamba tutakuwa tumeshikamana na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anataka. Anasema Allahumma innaka qulta walau annahum idhalamu anfusahum waja'uka fastaghfaru wastaghfara lahum rasulullah. Kama wanasema kwamba Mwenyezi Mungu katika dua, ikiwa wao wameidhulumu nafsi yao na wakakuwa ni wenye kufanya istighfar na mtume wa Mwenyezi Mungu akawafanyia istighfar, wanasema la wajadullaha tawwaban rahima, tutamkuta Mwenyezi Mungu ni mwenye kutusamehe yale madhambi yetu na ni mwenye kutukubalia tauba yetu. Lakini kama tutaweka nia ya kujadidisha upendo wetu na kujaribu kurekebisha mahala ambapo kwamba tumekosea kwa kuanzia usiku wa leo, basi haya Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kutuwafikia.
nasema ilahi faqad ataina nabiyyak, Mwenyezi Mungu, kwa usiku huu wa leo tumemkujia mtume wako ambao amezaliwa usiku huu wa leo, mustaghfiran taiban min dhunubina, tukiwa tunafanya istighfar, ikiwa tunafanya tauba katika usiku huu wa leo. Na hii nia kila mmoja aweze kuweka nia hii. Fasalli ala Muhammad wa ali Muhammadin, Allahumma salli ala lana, na Mwenyezi Mungu uweze kutusamehea. Ya sayyidina natawajjahu ilayka wa bi ahli baitika ila Allah ta'ala rabbika wa rabbuna liyaghfir lana ya wajiha inda Allah, ishfa' lana inda Allah ya wajiha ya Allah, ishfa' lana inda Allah ya kwa kichache hiki ambacho tulikuwa tumeandaa. Kama tumepatiliza, basi Mwenyezi Mungu aweze kutusamehea, na kama tumepata, Mwenyezi Mungu aweze kutulipa ujira wote wake inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.